Hili ni darasa huru la Injili, nami ninakukaribisha mwanafunzi wangu. Kumbuka kuwa na notebook, kalamu au daftari kwa ajili ya kuchukua mambo, kwa sababu wakati mwingine inalazimika kwenda spidi kwa ajili ya muda. Lakini Mungu ni mwema, Roho Mtakatifu ni mwema. Tunamwalika Roho Mtakatifu atuhudumie, atufundishe ili tuweze kuelewa kile ambacho Mungu amekikusudia tuweze kukielewa kama kanisa katika wakati huu. Leo ni siku ya 3. Nilitangaza kwamba tutakuwa na siku 3 za kumfahamu sana mwana wa Mungu. Tulianza juzi, jana na leo tunaendelea tukimalizia siku ya 3 ya kumfahamu sana mwana wa Mungu. Kama umenifuatilia vizuri katika somo hili la kumfahamu sana mwana wa Mungu, naamini utakuwa umepiga hatua fulani ya kumfahamu mwana wa Mungu. Kumbuka lengo la darasa hili, tunataka darasa huru ambalo halifukamani na mapokeo ya dini zetu ambazo zimetupotosha kwa muda mrefu na kutupa upofu na ulemavu kwa muda mrefu wa kumwamini Kristo kama inavyotakiwa. Lakini lengo lake ni kumfahamu sana mwana wa Mungu. Hilo ni lengo la kwanza. Lengo la pili, tunajifunza katika darasa hili ili Kristo aumbike ndani yetu. Jambo la 3 au lengo la 3, tunajifunza katika darasa hili ili kukua katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Lakini pia tunajifunza katika darasa hili kujenga tabia ya uberoya. Wale watu wa Beroya walikuwa wastaarabu sana kuliko Wathesalonike, Biblia inasema. Kwa nini? Nasema kwa sababu walilipokea neno la Paulo, Injili ya Paulo walipokea, na hawakuishia hapo, bali walipata muda wa kuyachunguza maandiko kila siku ili kuona, je, alichokisema Paulo ndivyo kilivyo? Tunakuwa na darasa hili ili watu watoke kwenye hali ile ya kufyonza mafundisho ya watumishi wa sasa kama dodoki. Yaani inafika mahali watu wanamwamini mtumishi wa Mungu kuliko hata Yesu, kuliko hata Roho Mtakatifu. Anachokisema wanafikiri ni fainu na wanakifanyia kazi bila kukiingiza kwenye jokofu la kupata uhalisia kwamba kilichosemwa ni neno la Mungu au vipi. Matokeo yake tumepandikiziwa mafundisho ya kipagani, yamejaa tele kwenye kanisa la Mungu sasa hivi. Mafundisho yoyote ambayo unafundishwa unakuwa na hofu, unajaa woga, unajaa hofu, hujiamini, humwamini tena Yesu, unaona kama Yesu hawezi. Hayo ni mafundisho ya kishetani, hayafai na yamekaribishwa kweli katika kanisa hili. Watu wanahubiriana mizimu, watu wanahubiriana aina za majini, aina 99 za majini. Imeandikwa wapi mpendwa? Ukijihusisha katika jambo ambalo halikuhusu, ukijihusisha litakuhusu. Sasa wewe unajihusisha kwenye haya mambo. Hayo ndio malengo yetu makubwa. Darasa hili linapatikana katika chaneli yetu ya Mwalimu Kimweri TV. Mwisho wa somo hili usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike, na itakuwa ni baraka kwetu. Siku ya kwanza tulijifunza katika safari ya kumfahamu Bwana Yesu vizuri, tulijifunza typology ya Biblia inayomhusu Yesu, jinsi alivyotajwa tangu kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki. Vitabu 39 vya Agano la Kale vimemtaja Yesu vyote, na tuliona kuonesha kwamba Yesu ndiye main character wa Biblia. Lakini jambo la pili ambalo tulijifunza somo hili lililopita, tulijifunza sifa za Kristo Yesu. Yesu ana sifa zake, na katika hili tulijifunza mambo mawili. Tuliona kwamba hakuna aliye kama Yesu. Hakuna nabii, hakuna mtume, hakuna nani, waliopita, waliopo na watakao kuja,
wenye sifa zinazofanana na Yesu hawapo, hawajazaliwa na hatazaliwa. Yesu ana sifa za pekee, na ndio maana Mungu alimtoa na kumwandaa kipekee ili aweze kutufaa kwa wokovu wa kizazi chetu. Jambo la pili ambalo tulijifunza kwenye somo la siku ya pili ni Kristo Yesu ni yote katika yote, na tulipita maeneo mengi kweli. Katika mimea Yesu ni nani? Katika miamba Yesu ni nani? Na hii ina maana yake kiroho. Usije ukafikiri Biblia imesema tu. Mungu anataka kuonesha kwamba Yesu ni mwokozi wa kila kiumbe. Ndio maana mahali pengine Biblia inasema, Yesu alisema, enendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe aaminie na kubatizwa. Kwa kila kiumbe, sio kwa mwanadamu. Injili ilitakiwa ihubiriwe mpaka kwa viumbe vyote, na Yesu ametajwa kwenye viumbe vyote. Pata muda wa kusikiliza somo la lililopita, utapata kitu cha kukusaidia. Leo nataka tujifunze kitu kikubwa sana, kwamba Yesu alifanya kila kitu katika maisha yake kwa ajili yetu. Bwana Yesu Kristo wa Nazareti alifanya katika maisha yake wakati yuko hapa duniani, kila alichokifanya alifanya kwa ajili yetu. Nitakupitisha katika maeneo kama 8 hivi. Mpendwa mtazamaji wangu, Mungu akutie nguvu ili uone na kuuamini ukweli huu. Tazama, tunapitia kwenye mistari, sio porojo. Hatutoi porojo, tunapita kwenye mistari katika kila kona kuthibitisha uhalisia wa Yesu Kristo kwa kanisa, kwa watu waliokoka, kwa mataifa yote. Sasa tunasoma hivi, nizitaje zile hizo 8. Yesu alitabiriwa kwa ajili yetu, tutaona hilo. Yesu alizaliwa kwa ajili yetu. 3, Yesu aliishi hapa duniani kwa ajili yetu. 4, Yesu alikufa kwa ajili yetu. 5, Yesu alifufuka kwa ajili yetu. 6, Yesu aliwatokea mitume kwa ajili yetu. 7, Yesu alipaa mbinguni kwa ajili yetu. 8, Yesu yuko mbinguni kwa ajili yetu. Tunaambiwa yuko kule akidumu kutuombea. Tutajifunza somo la leo tamu sana. Natamani tuanze kwa kusema hivi, Yesu alifanya kila kitu katika maisha yake kwa ajili yetu sisi. Kumbuka, Biblia inasema aliacha enzi na mamlaka kule mbinguni. Aliacha uungu, aliacha cheo chake, aliacha kila kitu, aliacha heshima yake, akaja duniani. Katika Wafilipi sura ya 3 anasema alipokuja duniani, watu walipomuona ana umbo kama mwanadamu, watu wakaanza kumdhalau, na yeye akanyenyekea, akashuka, akanyenyekea mpaka mauti, naam, mauti ya msalaba. Baada ya hapo Mungu akamnyanyua. Ukitaka Mungu akunyanyue katika maisha yako ya kitumishi, ya kumwamini Mungu, shuka, nyenyekea. Shuka, nyenyekea. Kuwa mjinga kwa watu, nyenyekea. Waheshimu, wape nafasi zao, na wakikuona unafanya hivyo wanakudharau. Wakikudharau, wewe shuka. Usitake kupata heshima za kibinadamu. Siri kubwa ya kumpendeza Mungu na kunyanyuliwa kwa viwango ni kushuka, ni kunyenyekea. Sasa wewe umesoma kidogo, tayari una kiburi, una diploma ya theology, unaona wenzako wote hawafai. Wewe ungekuwa na PhD ingekuwaje? Shuka. Chochote unachokipata, hata kama ni profesa, shuka. Wewe bado ni mwanadamu tu, bado una mapungufu tu. Na watu wanasema kwa kadri unavyosoma ndivyo unavyozidi kuwa mjinga. Kwa kadri unavyosoma ndivyo unasoma mambo machache. Kwa kadri unavyopanda juu ndivyo unavyosoma mambo machache.
Kuja kusoma huku PhD, unasoma kakipengele kadogo kwa undani. Haya yote huku hujui. Kwa hiyo nasema ni kweli, elimu yetu imekaa kama piramidi, kwamba kwa kadri unapokwenda juu ndivyo unavyojua machache kwa undani. Kwa hiyo unyenyekevu ni kitu cha muhimu sana. Biblia inasema yote aliyoyatenda Bwana Yesu katika uhai wake akiwepo hapa duniani ni kwa ajili ya wokovu wetu, na hapa kuna mistari kadhaa katika Biblia inayothibitisha hayo. Jambo la kwanza, Yesu alitabiriwa kwa ajili yetu kabla hajazaliwa. Katika Isaya, historia inatuambia zaidi ya miaka 700 kabla Yesu hajazaliwa alitabiriwa kwamba atazaliwa, na huo utabiri ni kwa ajili yetu. Ni mpango ambao ulikuwa kichwani mwa Mungu tangu Adamu na Hawa walipofanya dhambi pale katika bustani ya Edeni. Mpango wa Mungu kumwokoa mwanadamu ulianza rasmi na akautangaza katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Sasa tunaanza jambo la kwanza. Yesu alitabiriwa na kuandaliwa kwa ajili yetu. Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Nabii alikuwa anaona kabisa ameshazaliwa, lakini ni kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Anasema na uweza. Kuna tofauti ya uwezo na uweza. Ukija kuona neno uweza, huo ni wa Mungu. Uwezo ni wa mwanadamu, ni wa kawaida kabisa wa kibinadamu, ndio uwezo. Uweza ni wa Mungu, na hapa anasema uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Mika 5:2 anasema, bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo katika miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atatokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yatakuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Hapa Yesu anatabiriwa kwa ajili yetu. Kumbukumbu 18:15 neno la Mungu inasema hivi, Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi, msikieni yeye. Huyu ni Musa anatabiri habari za Yesu. Huyu ni Musa mwenyewe mnayemfuata na torati yake. Mapema alisema katika Kumbukumbu 18:15 kwamba atazaliwa mtu miongoni mwenu, atazaliwa nabii miongoni mwenu kama mimi, msikilizeni yeye. Musa alinawa mapema, miaka mingi kabla, kwamba Yesu atakuja. Msikilizeni yeye, msinisikilize mimi. Akija yeye, kunisikiliza mimi kutakuwa kumekoma. Mimi ninasema kwa sehemu, kwa muda, sitatoa kauli kwa sababu ni mwanadamu, kauli zangu zina mwisho. Atakapozaliwa nabii kama mimi miongoni mwenu, msikilizeni yeye. Umesikia? Musa alishanawa. Sasa mimi nakushangaa wewe ambaye unamfuata Musa, unakuwa mwanafunzi wa Musa, wakati yeye mwenyewe alisema msikilizeni Yesu. Sijui unashika wapi. Shetani, shindwa, achia imani ya Kikristo. Imani ya Kikristo ni bora. Imani ya Kristo ina nguvu sana, ina upako, lakini hauonekani kwa sababu watu wanamsikiliza Musa badala ya kumsikiliza Yesu. Soma Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 22 uone. Anafafanua hili neno la Musa. Anasema hivi, kwa maana Musa kweli alisema ya kwamba
Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi. Msikieni yeye katika mambo yote atakayonena nanyi. Na itakuwa ya kwamba kila mtu asiyemsikiliza nabii huyo ataangamizwa na kutengwa na watu wake. Naam, na manabii wote tangu Samueli na wale waliotaja baadaye, wote walihubiri habari za siku hizi. Mungu akupe nini? Maandiko mbona yako wazi jamani? Musa alishanawa, lakini tunaona Paulo hapa anaeleza wazi kabisa, anakoti Kumbukumbu la Torati 18:15 kwamba Musa alisema, na hapa anaongezea kitu kikubwa sana. Anasema hivi, na itakuwa, mstari wa 23, ya kwamba kila mtu asiyemsikiliza nabii huyo, asiyemsikiliza huyo Yesu, ataangamizwa na kutengwa na watu wake. Ndugu, usipomsikiliza Yesu, Biblia inasema kwamba utatengwa, utaangamizwa na kutengwa. Ndio maana kanisa linalofuata Torati na sheria limetengwa, limepotea, limetumbukia. Ndio maana anasema Torati na sheria na kanuni ndilo shimo lililozika kanisa. Mpaka leo linakuwa limepoa kiwango hiki, lina ikabodi kiwango hiki, kwa sababu watu hawampendi tena Yesu kama alivyo. Kwa sababu ukisoma Agano la Kale, Biblia inasema ule utaji ambao ulimfunika Musa unakufunika na wewe sasa. Ule uwezo ambao ulitakiwa kumjua Yesu unakufa, unapotea, unakimbizana na mambo ambayo hayakuhusu. Biblia inasema kila ambaye hatamsikiliza Yesu ataangamizwa. Ndio maana nataka darasa huru ili tuweze kuyasema haya. Ukiwa kwenye dhehebu la mtu huwezi ukasema hili, utatolewa baru mpaka utashangaa, wakati ndio ukweli. Ile wanasema sio mapokeo yetu, nyie bakini na mapokeo yenu, lakini kanisa lipone. Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 37 anasema hivi, Musa huyo ndiye aliyewaambia wana wa Israeli, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye. Na unakumbuka katika Injili Yesu alipowatokea kwenye mlima pale alipoenda na Paulo, Petro na Yohana, baadaye katika maombi akatokewa na manabii. Alitokewa na Musa, alitokewa na Elia. Musa anawakilisha manabii, anawakilisha mitume. Elia anawakilisha manabii. Wakawa pamoja na Yesu. Walikuwa wanaongea nini sijui. Inawezekana alikuwa anamwambia Musa, kumbuka ulichokuwa umesema katika Kumbukumbu la Torati 18:15 kwamba wanisikilize mimi. Mbona wanakusikiliza wewe? Mbona bado wanakusikiliza? Mbona bado wanakusikiliza wewe Musa? Ulisema watanisikiliza mimi. Inawezekana Elia naye alisutwa kwa namna fulani. Na baadaye Mungu Biblia inasema wakafunikwa na wingu. Na sauti ikatoka kwenye wingu ikisema, huyo ndio mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Mungu naye akakoti yale ya Musa, tumsikie yeye. Ukristo ni kumsikia Yesu. Wokovu ni kumsikia Yesu. Ukimsikia Musa umeukana Ukristo. Kama mtanipiga mawe kwa kweli hii, niko tayari, lakini hakuna anayeweza kuthubutu kunipiga mawe mpaka nitimize kazi ya Kristo aliyoniitia, kuhakikisha kanisa linarudi katika nafasi yake, kanisa linarudi katika heshima yake, kanisa linarudi katika upako wake. Mungu kasema tumsikilize Yesu. Musa mwenyewe kasema tumsikilize Yesu. Wewe unasemaje? Wewe unafikiri uko sahihi unapomsikiliza Musa? Unafikiri uko sahihi?
twende mbele ya safari, tajulikana tu. Jambo la pili ni hili. Yesu, la kwanza tumeona alitabiriwa kwa ajili yetu na tunaishia hapo. Kazi kwako, endelea, iko mifano mingi. Lakini namba 2, Yesu alizaliwa kwa ajili yetu. Kule kuzaliwa ni kwa ajili yetu. Hakufuata kuja kushangaa magorofa huku. Hakuja kushangaa dunia jinsi ilivyo. Yeye ndiye aliyeiumba. Hakuja kushangaa wanadamu. Yeye ndiye kawafuata, ndiye kawaumba, kawatengeneza. Wewe unafikiri Yesu alifuata nini? Unafikiri Yesu alitembea? Mahali pengine katika Luka anasema, mimi nalikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Halafu watu kwa akili zao wamesoma kabisa, hapo wanasema hakuna wokovu duniani. Yesu alifuata nini? Unafikiri alileta dini? Ukristo sio dini. Na Yesu hakuleta dini. Yesu alileta imani. Alileta agano jipya ambalo lina neema. Sisi tunapokea hiyo neema kwa imani. Kila anayepokea neema ya Mungu kwa imani anaokoka, anakuwa kiumbe kipya, anakuwa mtoto wa Mungu. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hata kama alikuwa amefanya dhambi gani, dhambi zake zinafutwa, anakuwa kiumbe kipya kwa jina la Yesu. Sasa Yesu alizaliwa kwa ajili yetu. Ngoja uone hapa. Biblia inasema hivi katika Luka 2:11. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Haya ni maneno ya malaika wakati anawaambia wachungaji. Wachungaji wako polini huko wanachunga mifugo. Malaika wakawatokea. Biblia inasema wakawaangazia pande zote. Wakashtuka. Malaika akamwambia, msiogope. 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 Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu. Kwa ajili yenu. Yesu hakuzaliwa kwa ajili ya malaika, kwa ajili yenu, kwa ajili ya wanadamu, kwa ajili ya mataifa, kwa ajili yako ndugu yangu na dini yako. Yesu alizaliwa kwa ajili yako. Yesu alizaliwa kwa ajili yangu. Tumwamini, tumtegemee na kumwishia na kumpenda, tutaona matokeo. Biblia inasema kwa ajili yenu. Nilikwambia, kumbuka, tunajifunza leo kwamba kila alichokifanya Yesu hapa duniani katika maisha yetu yake, katika maisha yake hapa duniani ni kwa ajili yetu sisi wanadamu, bila kujali rangi, iwe mzungu, iwe nani, Mwarabu nani, makabila yote ya Tanzania. Yesu amezaliwa kwa ajili yetu. Kenya, Nairobi, Uganda, wapi, Rwanda, Burundi, nchi za Afrika Mashariki, nchi za Afrika, Tanzania kwa ujumla na duniani, mabara yote. Yesu kazaliwa kwa ajili ya wanadamu. Kama wewe ni mwanadamu, uko kwenye mpango wa Mungu wa kuokoka, wa kuokolewa. Kinachotakiwa wewe ni kumwamini. Hitaji muhimu katika wokovu huu mkuu uliofunuliwa ni kuamini. Sio kushika sheria, sio kushika Torati. Wale wanaoshika Torati na watanichukia sana, lakini haitasaidia. Huo ndio ukweli. Yesu amezaliwa kwa ajili yetu. Mathayo 1:21 anasema hivi, naye alizaa mwana, nawe ukamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Jambo la tatu ambalo Yesu alilifanya kwa ajili yetu. Jambo la tatu, Yesu aliishi hapa duniani kwa ajili yetu. Jambo la tatu, Yesu aliishi hapa duniani kwa ajili yetu. Yohana 1:14 anasema hivi, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Neno alifanyika mwili akakaa kwetu kwa ajili yetu. Kwa nini hakukaa polini? Alikaa kwetu kwa ajili yetu. Alikuja kwa wanadamu, akakaa kwa wanadamu kwa ajili ya wanadamu. Kama wewe ni mwanadamu, kama wewe ni mtu, Yesu alikuja kwa ajili yako. Usiseme mimi ni wa dini fulani.
Yesu kaja kwa ajili yako. Dini ni mpango wa wanadamu. Acha mipango ya kibinadamu. Watu wamejitungia ibada, tuabudu hivi, tusujudu hivi, tufanye hivi, tulale chali, tufanye hivi. Wewe unafikiri ukilala chali utampendeza Mungu? Mungu katika zama hizi anapendezwa na imani yake. Biblia ukisoma katika Waebrania sura ya 11 mstari wa 6 kwamba Mungu anapendezwa na imani, na Mungu anawapenda watu wa imani, sio wanaoshika sala, sio wanaoshika ibada, sio wanaofanya kitu kingine. Imani kwanza. Ndio maana katika Yohana sura ya 7 anaeleza, Yesu aliwasemea chakula siku moja kwamba msikitendee kazi chakula kiharibikacho. Wayahudi wakaelewa, wakasema tufanyeje sasa ili tuzitende kazi ya Mungu? Tufanyeje? Akasema muamini yeye aliyetumwa na yeye. Kwa hiyo kazi ya Mungu ya kwanza kwa mtumishi wa Mungu ni imani katika Kristo Yesu. Hata kama usipoenda kuhubiri, kama wewe unamwamini Yesu Kristo katika kweli, Mungu anakuhesabia kwamba wewe ni mtenda kazi wake, kwa sababu kishasema katika Yohana, kama nilivyosema, kwamba kumwamini Yesu, kumwamini Mungu aliyetumwa na yule aliyetumwa na Mungu, hiyo ndio kazi. Kwa hiyo hapa tunaona Yesu alikuwepo duniani, aliishi hapa duniani kwa ajili yetu. Maisha yake yote yalikuwa ni ushuhuda. Katika Waebrania 4:15 anasema hivi: kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote, bila kufanya dhambi. Tulifanana, ilibidi afanane na sisi ili atusaidie sisi, na katika ukuhani wake akaufanya katika utimilifu, na anaendelea kuufanya kwa ajili yetu. Anasema kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali ni yeye. Makuhani wengine walishindwa kuchukuliana nasi katika madhaifu yetu, lakini kuhani huyu Yesu aliyekuja kwa ajili yetu alichukuliana na madhaifu yetu. Yeye aliishije? Hili la tatu tunajiuliza, kama aliishi duniani kwa ajili yetu, yeye aliishije? Kwani Yesu aliishije? Jambo la kwanza, Yesu aliishi kwa utiifu na unyenyekevu mkubwa kwa ajili yetu. Wafilipi 2:8 anasema hivi: tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo Yesu alikuwa ni mfano. Aliishi kwa utii, aliishi na kwa unyenyekevu kwa ajili yetu, ili tu aweze kutupata, ili tu aweze kutusaidia. Aliishi kwa unyenyekevu. Ukitaka kuwasaidia watu, tii, ishi kwa unyenyekevu, shuka. Biblia inatueleza hapa Yesu alivyoshuka na kunyenyekea na naye mpaka mauti. Alinyenyekea Yesu mpaka kwenye sakafu ya mauti. Kuna watu wananyenyekea mpaka level fulani hivi, nimechoka bwana. Wewe shuka tu, shuka. Wakikunyanyasa shuka, wakikudhalau shuka. Yesu alishuka, alidhalauliwa mpaka kwenye sakafu ya unyenyekevu inayoitwa mauti, naam, mauti ya msalaba. Baada ya pale, nakwambia, baada ya pale alinyanyuliwa, akakirimiwa jina lile lipitalo kila jina. Matokeo ya kutii na kushuka na kunyenyekea. Subiri kupandishwa, subiri kuinuliwa. Mahali pengine nasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, katika Petro wa kwanza, naye atawakweza kwa wakati wake. Anayenyenyekea ndiye anayekwezwa. Ukitaka kukwezwa, kupanda cheo, nyenyekea. Hata serikalini, hata katika mashirika, kama unataka kupandishwa cheo, nyenyekea. Kiburi na kujiinua na kujihesabia haki na kujifanya unajua kila kitu, ndio maana upandi. Ukitaka badilika, shuka, nyenyekea, tii mpaka mauti. Ukifika kwenye sakafu, katika sakafu yao waliokuwekea, watakupandisha. Hawakupandishi kwa sababu unashuka kidogo, hujafika kwenye sakafu yao.
Kuna sakafu walioiweka kwamba huyu mtu akinyenyekea, akigota kwenye sakafu yetu tutampandisha. Hata kwa Mungu anataka unyenyekee, ufike kwenye sakafu pale chini ili akunyanyue. Sasa wewe unashuka kidogo, kiburi. Mungu akakupa kuhubiri watu wawili, unajiona ndio unajua kuliko wengine wote. Mungu akikupa neema ya kusema mbele za watu, haina maana wewe unajua kila kitu. Sio kweli, sio kweli. Unajua kwa sehemu. Inawezekana wewe ni mwalimu, ni sehemu. Uchungaji hujui, inawezekana ni mchungaji, sawa. Unabii hujui, inawezekana wewe ni nabii, sawa. Inawezekana utume hujui. Huwezi ukawa mtume wewe, mchungaji wewe, nabii wewe, mwalimu wewe, kila kitu wewe. Basi utakuwa mwanafunzi wewe. Wewe mwalimu, wewe mwanafunzi, wewe daftari, wewe kalamu. Mungu amegawa ujue kwa sehemu. Na mimi hapa nilipo nina sehemu yangu. Najua kwa watumishi wa Mungu vizuri kabisa. Wanao wana sehemu zao. Kila mtu akikaa kwenye sehemu yake, kanisa lazima lijengwe. Kanisa lazima lisogee. Sasa jambo la tatu, jambo la pili ambalo Yesu aliishi, alikuwa mfano wa kuigwa kwa ajili yetu. Petro wa kwanza 2:21. Maana ndiyo mlioitiwa hayo, kwa sababu Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akatuachia kielelezo, mfuate nyayo zake. Aliteswa kwa ajili yenu, aliteswa kwa ajili yetu, akatuachia kielelezo, akatuachia mfano. Tufuate nyayo za Yesu, sio za Musa. Sio, tufuate nyayo za Yesu. Tumsikilize Yesu anasemaje, tufuate anachosema, tufuate nyayo zake, tufuate nyendo zake. Mathayo 11:29 anasema hivi: jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kanisa leo halina raha kwa sababu linafuata nyayo nyingine, linafuata nira nyingine. Lakini hapa Yesu anasema nira yangu, jitieni nira yangu. Nira, Agano la Kale lina nira ya sheria, lina nira ya Torati. Yesu anasema nira yangu ni laini, akilinganisha na nira ya Musa. Sasa watu wamejifunga nira ya Musa wakati huu ya Yesu. Yesu anakaa na washangaa, hivi mnajua nini? Wewe umesajiliwa Simba halafu uwanjani unacheza Yanga kweli? Ukisajiliwa Simba, cheza Simba, funga kwa timu yako ya Simba. Sio unageuka tena. Kuna mchezaji mmoja akaisaidia kuifunga Simba. Mchezaji wa Simba kaona akakosa magoli, yuko karibu na goli, akapiga tobo kipa wake, go! Unafikiri alihesabiwi? Wewe umesajiliwa kukaa kuwa Mkristo. Kwa hiyo anasema hivyo, jitieni nira yangu. Maana yake kuna watu wana nira nyingine, lakini Yesu anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa sababu watu wanajifunza kwa Musa. Wasikie Danieli alifanya, Paulo nani sijui, Debora alifanya kule. Tunajifunza kwa Yesu. Kanisa tujifunze kwa Yesu. Siseme hao watu wengine, sawa, hao ni mfano. Yesu tunatakiwa tujifunze practically, kwa vitendo. Hao wengine tuchungulie tu hivi, lakini concentration yetu kama kanisa, Yesu anasema tujifunze kwangu. Kwa nini Yesu anajitetea namna hiyo? Anajenga pointi kwa ukazo namna hiyo. Maana yake watu wanajifunza kwa wengine. Na kama mbaya zaidi, unakuta watu wanajifunza kwa watumishi wa Mungu waliopo sasa hivi. Usijilinganishe na mwanadamu. Hata kama amekuhubiri Injili ukaokoka, jifunze kwa Yesu. Usijifunze kwa nabii wako, usijifunze kwa mtume wako, usijifunze kwa mchungaji wako, usijifunze kwa papa wako, usijifunze kwa askofu mkuu wako. Jifunze kwa Yesu. Anasema jifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Mnyenyekevu wa moyo. Yesu ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Watu hawana raha katika nafsi zao saizi. Twende jambo la 4. Jambo la 4 katika yale 8. Yesu alikufa kwa ajili yetu. Yesu
alikufa kwa ajili yetu katika zoezi ambalo alikuwa anafika mwisho kukamilisha, maana kilichokuwa kinatafutwa kwa ajili ya ukombozi wetu ni damu. Kwa hiyo kwenye kifo ni kwa ajili yetu sisi sote, na kabla hajakufa, hajakata roho, alitangaza kwamba imekwisha. Torati imekwisha, sheria imekwisha, kanuni imekwisha, kwa sababu huwezi ukatambua dhambi bila sheria. Sheria ilikuwepo duniani, dhambi ilikuwepo duniani hata kabla ya sheria, lakini sheria ilipokuja ikatia nguvu dhambi itambulike, kwa sababu kazi ya sheria moja hapo, kazi ya Torati ni kuonyesha dhambi, ni kuonyesha kosa bila kutoa ufumbuzi unatokaje. Kwenye neema ndiko kwenye ufumbuzi wa kutoka. Yesu alikufa kwa ajili yetu. Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Bali Mungu aonyesha pendo lake kwetu, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu. Jamani, Yesu alifanya kila kitu kwa ajili yetu. Ukijua haya, utampenda tu Yesu. Utashtukia kumpenda wa Yesu kuliko Musa. Watu wanampenda Musa kwa sababu hawakujua Yesu kawatendea nini. Ukijua kwamba Yesu alikupenda kwa upendo wa milele. Ukijua kwamba Yesu alikupenda upeo, hata akafa msalabani kwa ajili yako, utampenda. Utashtukia kumpenda, utajishtukia kumtafuta, utapenda kumwishia. Hata kama kuna kitu na migogoro, utamtazama yeye, nyoka wa shaba aliyeinuliwa katika msimu huu, ili kila mtazamaye awe na uzima wa milele. Neno la Mungu ni tamu sana. Neno la Mungu ni tamu sana. Petro wa kwanza 2:24. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mtu. Yeye mwenyewe Yesu alizichukua dhambi zetu pale mtini kwa ajili yetu. Sinakumbuka wakati Yesu anataka yuko msalabani pale, kwa ajili wakati anazichukua dhambi, Mungu ilibidi aifunike dunia kwa giza. Kukawa giza tangu saa 6 mpaka saa 9. Na Yesu akamwambia, Eloi, 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 lama sabakthani. Yaani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa mara ya kwanza Yesu anakosa fellowship na baba yake. Kwa mara ya kwanza Mungu anakosa ushirika na Mungu. Mungu hataki kuziona dhambi zake. Mzigo wa dhambi ulikuwa ni mzigo mzito. Ndio maana kabla hajakamatwa, wakati anaomba, wakina Paulo wamelala, Yesu aliomba akifikiria gharama ya kukununua wewe na kuninunua mimi. Biblia inasema kwamba mishipa ya damu ilipasuka. Yesu akatoa jasho la damu. Mwanadamu nani duniani ambaye anaweza akafikiri akabeba mzigo mpaka jasho la damu? Katika historia ya dunia hakuna mwanadamu ambaye amewahi kutoka jasho la damu, lakini kwa ajili ya kukununua wewe, Yesu alitoka jasho la damu kwa ajili ya kuninunua mimi na kunitoa katika dhambi. Gharama ya kuninunua mimi, alitoka jasho la damu. Yesu aliachwa, akachukua dhambi zangu, akachukua dhambi zako. Dhambi zako zishachukuliwa. Kigezo ni wewe umwamini Yesu tu, dhambi huna. Ukimwamini Yesu Kristo tu, dhambi huna. Ndivyo Biblia inavyosema. Maana hapa kasema yeye mwenyewe alizichukua. Unajua Kiswahili alizichukua, hili ni kiambishi cha wakati uliopita. Kama ingekuwa wakati ujao angesema ata, lakini kasema alizichukua. Maana yake ni wakati uliopita. Dhambi zako alishazichukua. Wewe tu ndio unazingangania. Yaani Mungu anakushangaa. Mimi na dhambi, kuacha sigara siwezi, kuacha pombe siwezi, kuacha michepuko mimi siwezi. Umezishikilia. Mpe Yesu maisha. Okoka. Dhambi ili ziweze kutimia, dhambi kuchukuliwa kwako kwa ukamilifu, ili zitimie,
Imebakia kigezo kimoja tu, wewe mwanadamu, ni kumwamini Yesu tu. Kigezo ni kumwamini Yesu tu, sio kushika sheria, sio kushika dini, sio kwenda wapi kusali, kufanyaje. Kwanza kuamini. Jambo la 5, yako 8. Ngoja niongeze spidi sasa. Jambo la 5 alilolifanya kwa ajili yetu. Yesu alifufuka kwa ajili yetu. Sio kufa tu, lakini alifufuka kwa ajili yetu. Alifufuka kwa ajili yetu, tukahesabiwa haki. Kufufuka kwake, Biblia inasema kulizaa sisi kuhesabiwa haki. Asingefufuka tusingehesabiwa haki. Na kuhesabiwa haki ni neno la kimahakama, kwamba wewe kesi umeshtakiwa na umeshindwa na umehukumiwa kunyongwa au kufungwa milele, halafu unaambiwa huna hatia, you are innocent. Huko ni kuhesabiwa haki. Jambo lilikushinda, kesi imekushinda, hakimu kakuhukumu, kishagonga meza kwamba sasa ukatumikie miaka yako au ukanyongwe. Inatokea neema, unaambiwa umesamehewa, lile deni nimekulipia mwanangu. Hakimu nilikuwa sijawasiliana naye mapema, lakini nimeshakulipia deni, nimeshafuta makosa yako, uko huru. Ndivyo tulivyotangaziwa. Tulishahukumiwa kufa, kupotezwa milele. Mungu akaandaa mpango wa Yesu Kristo. Sasa kigezo, kila aminie. Sikiliza hili neno la ufufuko, anasema hivi katika Warumi sura ya 4 mstari wa 24, anasema walakini haikuandikwa kwa ajili yetu tu kwamba ilihesabiwa kwake, bali kwa ajili yetu sisi, mtakaohesabiwa vivyo hivyo, si kumwamini yeye aliyefufuka, Yesu Bwana wetu katika wafu, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Mstari wa 25, ambaye alitolewa kwa ajili yetu, alitolewa kwa ajili ya makosa yetu. Kumbuka, tunajifunza kwamba Yesu kila alichofanya ni kwa ajili yetu, hata kufufuka ni kwa ajili yetu. Katika Warumi 4 hii mstari wa 25 anasema ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu, ya dhambi zetu, na pili alipofufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Kwa hiyo Yesu alipofufuka, kitu kinachozaliwa kwa kufufuka kwa Yesu ni sisi kuhesabiwa haki. Kama unahesabiwa haki, kama Yesu amefufuka na unaamini kafufuka, basi wewe huna dhambi. Wewe umeshahesabiwa kwamba huna dhambi. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 3 anasema hivi, kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale mlioyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, alifufuka tuhesabiwe haki. Alipokufa kwa ajili ya dhambi zetu, alizichukua dhambi zetu akazizika. Sasa alipozizika, si hazipo? Kufufuka ni tangazo kwamba jamani, zile dhambi nimekufa nazo, nimezizika, nimeziacha huko, mimi mwenyewe nimetoka bila dhambi, na watangazia hamna dhambi tena, hamna makosa tena, hamna laana tena, hamna vifungo tena. Dawa ni kumwamini Yesu. Mpendwa, tumwamini Yesu. Mpendwa, tumwamini Yesu, inatosha. Jambo la 6, Yesu aliwatokea mitume kwa ajili yetu. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 3 anasema wale waliodhihirishiwa nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu.
Wakorinto wa kwanza 15:5 na 6 anasema akaonekana kwa Kefa, kisha na wale thenashara. Baada akaonana na ndugu zaidi ya 500. Na hayo walionesha Yesu alipofufuka kwa ajili yetu. Angeweza kwenda moja kwa moja, lakini ilikuwa ni lazima afufuke kwa ajili yetu, ili wale mitume na watu wa kipindi kile wamuone na kuthibitisha kwamba kweli alifufuka, ili kutujengea imani sisi kwa ajili yetu, imani yetu sisi kwa ajili yetu, kwamba kama aliwatokea wakina Petro na kina Kefa, kama tunavyosoma, kama yanenavyo maandiko. Kwa hiyo hii ni kwa ajili yetu sisi pia. Yesu alifufuka kwa ajili yetu. Kama haitoshi 7, Yesu alipaa mbinguni pia. Jambo la saba. Yesu alipaa mbinguni pia kwa ajili yetu. Matendo ya Mitume 1:9. Akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakitazama macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Mbona mnashangaa? Mnashangaa nini? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Na hakika nabii Isa ni dalili ya kiyama. Yesu anarudi na atakuja kuhukumu ulimwengu, na atahukumu kwa sera zake. Yesu ana ilani yake pia. Ilani ya Yesu tunaitangaza sisi watumishi wake. Sisi wapiga debe tunatangaza ilani ya chama cha Yesu. Atakuja kuhukumu wanadamu kulingana na ilani yake. Nadhani nikisema hivyo naeleweka vizuri. Waebrania 9:24. Namaliza sasa, Mungu wangu, muda umeenda sana. Utasoma nyumbani ya Waebrania 9. Lakini jambo la mwisho, kazi ya mwisho ambayo mimi nitaisema kwa leo, Yesu alipaa mbinguni, si ndio? Kule anadumu mbinguni kutuomba. Yuko mbinguni kwa ajili yetu. Amekaa pembeni mwa kiti cha Baba kwa ajili yetu. Na kule anafanya kazi moja hapo. Kuna kazi nyingi anafanya. Naomba nitaje chache. Mungu wangu, naomba nitaje, ziko 6. Muda nao umekwenda. Naomba nitaje chache. Naomba univumilie. Yesu yuko mbinguni kwa ajili yetu. Na kule mbinguni anafanya kazi 5 au 6. Ngoja nitaje haraka. Ya kwanza, Yesu yuko mbinguni kwa ajili yetu, anatuandalia makao. Yohana 14:1 anasema hivi, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa hiyo Yesu kaenda mbinguni kwenda kutuandalia makao. Yuko mbinguni kwa ajili yetu, anatuandalia makao. Ningekuwa na muda ningesema kwa nini Mungu hakuyaandaa kabla? Kwa nini anaandaa sasa? Kumbuka, wokovu ni plani B baada ya kujipoteza kwenye bustani ya Eden. Mungu akaandaa plani B ambayo haikuwa kwenye kichwa chake ya ukombozi. Sasa Yesu akaja kufanya kazi huku, akawahi tena kule, katutangulia kwenda kuandaa makao. Biblia ya King James Version, haya makao anayaita mansion. Mansion ni majumba makubwa ya kifahari ambayo anatuandalia. Na Biblia inatushuhudia kule mbinguni. Nilikuwa nasikia mtumishi mmoja akanitia nguvu, akasema hivi, lakini ni neno la kuhuzunisha. Kule mbinguni kila mtu ana kiti chake. Kule mbinguni siti yako ipo. Kila mwanadamu, bora wewe ni mwanadamu, uko hapa duniani, siti yako ipo. Hakuna mtu atakayekaa siti yako. Usipofika mbinguni, kile kiti kitakuwa wazi na Mungu atakukumbuka milele. Uko jehanamu unaungua, sema, mwana wangu hakumwamini Yesu. Mwana wangu hakuiamini njia niliyoileta. Yeye akaamini dini zake, yeye akaamini mitume wake, yeye akaamini vitu vingine, yeye akaamini Torati, yeye akaamini kanuni. Mungu atakuwa anasikitika. Utampa Mungu sikitiko la kudumu usipofika mbinguni kwa kumwamini Yesu, kwa sababu siti yako ipo katika lile jengo. Ngoja niendelee. Somo la leo ni tamu sana. Yesu yuko mbinguni, jambo la pili, akidumu kutuombea.
Unajua, katika maombi wewe hapo unaombewa na taasisi nyingi sana. Kwanza unaombewa na watakatifu. Ukisoma katika Efeso 6:18 hadi 20, watakatifu wanakuombea. Pili, unaombewa na Roho Mtakatifu. Warumi sura ya 8 mstari wa 26 na 27, kwamba Roho Mtakatifu yuko kazini saa zote kutuombea. Watakatifu wanakuombea, Roho Mtakatifu anakuombea. Kama haitoshi, Yesu yuko mbinguni kukuombea. Ngoja nisome mistari miwili. Watu wengine hawakujua kwamba Yesu yuko mbinguni kwa kazi gani. Nimeshataja kazi kadhaa, na kazi moja hapo ni hii: Yesu yuko mbinguni kukuombea wewe uliokoka, kukuombea wewe ambaye hujaokoka. Anapiga magoti mbele za Mungu kwamba mrehemu, ameanguka dhambini, mtie nguvu, mwinue tena. Yesu yuko mbinguni kukuombea. Tunasoma hayo katika Warumi sura ya 8 mstari wa 34. Anasema hivi: ni nani atakayewahukumu adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Umeona huu mstari? Ngoja nikupe mwingine. Waebrania 7:25 anasema, kwa hiyo aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Yesu yuko hai siku zote kule mbinguni, pamoja na kazi ya msalaba akamaliza. Mbinguni ana kazi ya kukuombea. Unafikiri kule mbinguni anakuombea nini? Unafikiri kule mbinguni anakuombea nini? Ngoja nikupe mambo kama 4-5 hivi. Jambo la kwanza, kule mbinguni anakuombea au analiombea kanisa, anakuombea uzima wa milele. Yohana 17:2 anasema, kama vile ulivyonipa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote ulionipa awape uzima wa milele. Yesu yuko kule anatuombea uzima wa milele. Kimwili asipotee. Fulani asipotee. Shetani linaleta mashitaka haya, linafanya hivi, lakini Yesu yuko kule anabaki kutuombea. Anatuombea nini? Jambo la kwanza, anatuombea uzima wa milele, tuupate uzima wa milele. Jambo la pili anatuombea ulinzi. Yohana 17:9 anasema, mimi nawaombea hawa, siwaombei ulimwengu, bali nawaombea hawa ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimekutukuza ndani yao. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini wao wamo ulimwenguni, nami naja kwako, Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde ili wawe na umoja kama sisi. 14 mstari wa 14 anasema, mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mimi siombi kwamba uwatoe ulimwenguni, bali uwalinde na yule mwovu. Yesu anatuombea Mungu atulinde na yule mwovu, kwa sababu si wa ulimwengu. Ndio maana watu wanatuchukia. Watu waliokoka ni watu wanaochukiwa sana, wanaodhalaliwa sana, kwa sababu wao sio wa ulimwengu huu. Hawaendi spidi na ulimwengu huu, hawaendi kama watoto wa mataifa haya wanavyokwenda. Hatuendi nao kwenye rushwa, hatuendi nao kwenye wizi, hatuendi nao. Kwa hiyo watu wanakuchukia kwa sababu unakuwa kikwazo katika maadili yao. Endeleeni. Jambo la tatu anatuombea utakaso. Yohana 17:17 uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Mstari wa 19 anasema, kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe, ili wao watakaswe katika kweli. Yesu anatuombea utakaso. Yuko mbinguni anatuombea utakaso, anakuombea utakaswe. Jambo la 4 anatuombea kufanya kazi yake. Anatuombea tupate nguvu ya kuhubiri injili ya kweli. Yohana 17:18 anasema, kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, mimi vivyo hivyo naliwatuma wao ulimwenguni. Anamweleza Mungu, anatoa taarifa kila wakati, ulinituma na mimi nimewatuma. Watie nguvu, wainue, wategemeze. Jambo la 5 analotuombea Yesu, anatuombea umoja. Sasa nakushangaa kama utakuwa unaendelea kujibagua. Tunatakiwa kuwa wamoja.
Yohana 17:11 anasema, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni, nami naja kwako, Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Unapaswa kujua kwamba Yesu anatuombea umoja siku zote. Yuko kwenye kiti cha enzi, yuko pamoja na Baba, anatuombea umoja. Lakini angalia wewe, saa zote wewe unakaa kukosoa kanisa. Mtumishi wa Mungu mwenzio kafanya kitu fulani, kakosea, hafai. Mtu kahubiri, wewe unaita vyombo vya habari, hakupaswa kufanya hivi. Sasa unataka afanyeje? Mbona wewe huwezi? Kosoa, onyesha njia kwamba mlipaswa kufanya 1, 2, 3. Ukristo ni huu, onyesha kwa vitendo. Huwezi, wanaoweza unawaonea wivu, unawasimanga, unabomoa kanisa, unakwenda kinyume cha maombi ya Kristo, unamuudhi unafikiri unamtumikia. Yesu anataka tuwe umoja, kanisa tuwe na umoja. Ndio maombi ya Kristo. Tuvunje mipaka ya kimadhehebu, tuvunje mipaka ya kidini, tumtafute Kristo. Tunakwenda mbingu moja, Baba yetu ni mmoja, Mwokozi wetu ni mmoja, Roho Mtakatifu ni mmoja, Biblia ni moja. Kwa nini tunajitenga? Mpaka dunia inatushangaa. Tunapaswa kuwa na umoja. Mwenzio akipigwa, mwanakanisa akipigwa, uone ni wewe uliyepigwa, sio mimi napigwa hapo wewe unacheka. Yaani ni sawasawa kidole kijikwae kikatoka damu, halafu mdomo ucheke, macho yacheke za ndio maana macho yaliwekwa juu ili tusiumie. Ole wenu mliowekwa chini huko, kazi kwenu. Mwili ni mmoja. Umoja wa mwili wa mwanadamu ndio umoja wa kanisa inavyotakiwa. Kiungo kimoja kikiumia, hata kama sikio halihusiki, lakini kwa sababu kidole ndicho kilichougua, sikio limuunge mkono kidole kwa maumivu yale. Huo ndio mpango wa Mungu, umoja wa kanisa. Mungu anatuombea, anasikia maombi ya Kristo. Umoja wa kanisa ndio kilio cha Yesu, umoja wa kanisa. Tunapotengana tunamuumiza Kristo. Mungu atusaidie. Soma tena, soma kuanzia mstari wa 21 hadi 23. Nasema, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba ndiwe uliyenituma. Yaani tukiwa na umoja, sisi umoja wetu utahubiri Injili kwamba Yesu alitumwa kwa ajili ya wanadamu wote, bila sisi kusema. Umoja ulipewa kazi ya kuhubiri Injili. Ndio maana Yesu anauchukulia mzigo sana. Ana maombi, sijui kama anafunga, inawezekana anafunga na kuomba mbele za kiti cha enzi. Kila wakati anamgusa Mungu, wawe na umoja, wawe na umoja. Wewe umekazana kutawanya kanisa, unafikiri sifa? Jambo la 6, anatuombea sisi tunaomwamini tuingie mbinguni. Yohana 17:24. Jambo la 7, anatuombea Yesu, anatuombea pendo liwe ndani yetu. Upendo ni Mungu mwenyewe. Upendo ni tabia ya Mungu ndani yetu. Kumkubali mtu bila sababu, kumpenda mtu bila sababu. Yesu anatuombea tuwe na upendo. Kumbuka Biblia inasema pendo la Mungu limemiminwa ndani yenu. Katika Yohana 17:26 anasema, nami naliwajulisha jina lako, tena nimewajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Ili Yesu awe ndani yetu, ni lazima tupendane sisi kwa sisi. Ni lazima tumpende Mungu katika peo. Na ndio maana tunatakiwa kumpenda Mungu kwa nguvu, kwa akili na nini, kumpenda jirani kama nafsi, na kumpenda adui. Nilikufundisha siku moja peo 3 za upendo. Hata maadui tuwapende, lakini tunapenda kwa peo yake. Kuna namna ambayo tunatakiwa kumpenda adui. Utasoma Warumi 5 sura ya 5 mstari wa 5. Utasoma Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 14 hadi wa 17. Muda umekwenda sana. Nilisaa sasa limetimia.
lakini naamini hakuna kitu umepoteza. Mungu akusaidie. Ndio maana ya darasa huru. Tuna uhuru wa kujifunza neno kama lilivyo, si kwa kuzingatia mapokeo ya dini na dhehebu fulani. Tunaileta Injili kama ilivyo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wala usiwe na shaka na darasa hili. Huu sio uasi. Huu ni uzalendo katika imani wa Kikristo, kumrudisha Kristo kwenye kiti, kumrudisha Roho Mtakatifu kwenye kiti, kulirudisha neno katika heshima yake, kurudisha utakatifu. Bwana Yesu tuhurumie, tutie nguvu. Sikia maombi ya Yesu pale kwenye kiti cha enzi kwa ajili yetu. Mungu sikia, uturehemu, uturudishie upako. Uturehemu, uturudishie upako tulioupoteza. Uturehemu, uturudishie neema yako. Uturehemu, tuitambue neema, tuipokee neema, tulipokee neno, tuipokee Injili. Mungu akubariki. Ninakupenda mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki katika safari hii ya kwenda mbinguni. Tuko safarini, hata kama duniani kuna mazuri, kuna machungu, tuko safarini. Tunarudi nyumbani, hatuna mji udumuo, tunatengeneza ule ujao. Siri ni kwa kumwamini Yesu. Tutakutana pale mbinguni, tutakutana paradiso, tutaimba milele. Natamani ule mji. Katika Ufunuo sura 21, soma yote. Ule mji ni mzuri, una misingi 12 ya madini. Nitakaa mimi pale. Natamani siku moja niko mbele za kiti cha enzi, mbele za Yesu. Nitamshika kidogo, nitaangalia makovu, anavyomeremeta, Yesu, mimi nitacheka hata kama hajanichekesha. Nampenda Yesu, nakupenda Yesu. Sikia hili tangazo, Bwana Yesu, nakupenda, nakutaka, nakuhitaji maisha yangu yote, katika jina la Yesu na kuambukiza hiyo roho, na Mungu akubariki.